Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii minara ni biashara. Kumekuwa na minara inajengwa katika vijiji mbalimbali. Na minara hii ikienda kujenga, wananchi wa kawaida wale wajanja wanaenda wanafanya mikataba na wale wenye minara, wanawalipa hela. Lakini serikali za vijiji kwenye maeneo hizo hazipati hela. Je, utaratibu wa serikali upi wa kufanya serikali za vijiji ambapo kuna minara wapate fedha? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Gitere kwa swali lake, lakini nipende kutoa taarifa kwamba minara hii yote inayojengwa serikali za vijiji zinapata fedha. Kwa hiyo kama kuna kijiji hicho yeye anachokiona hakipati, naomba baada ya hapa tuwasiliane kwa karibu ili tuweze kufuatilia waweze kupata haki yao. Kuona Mheshimiwa Jessica Msambatavangu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Soko la Kihesa ni moja ya miradi iliyo kwenye package ya TACT. Na tulikuwa tuna barabara, lakini pia tulikuwa tuna daraja linalotoka Kitwilu kuja Isakalilo. Lakini kwa kwanza hiyo yote ilikuwa ni package moja, na nafikiri tuko tayari tu katika miradi ya TACT. Lakini kinachoonekana kinaanza pale ni barabara tu, bado soko halijaanza na ile daraja. Nini sababu labda kuanza hivyo? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba halmashauri ya manispaa ya Iringa iko awamu ya pili ya mradi wa TACT na tayari tumeanza utekelezaji kwenye baadhi ya miradi kwa kuwapata makandarasi na kuwapa kazi hizo kwa ajili ya kuanza utekelezaji, lakini miradi mingine iko kwenye hatua mbalimbali za zabuni, kwa sababu ikumbukwe kwamba miradi hii inatekelezwa na makandarasi tofauti na taratibu za manunuzi zina hatua nyingi zikiwemo negotiations na mambo mengine kutokana na namna ambavyo makandarasi wameomba. Lakini ni kuhakikishia Mheshimiwa mbunge na wananchi wa jimbo la Iringa mjini na manispaa ya Iringa kwamba tayari serikali imeanza utekelezaji, tayari tuko kwenye hatua za manunuzi, na wakati wowote tutakamilisha hatua hizo na miradi yote iliyoko kwenye package ya TACT manispaa ya Iringa itaanza kutekelezwa.